Yesu asifiwe. Ndio jirani, mwezi wa sita ni wa kupokea habari njema. Hakuna mabaya ambayo utayapokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwezi wa sita ni mwezi wa kupokea habari njema kwenye maisha yetu. Amen. Haijalishi mwezi wa 5 na wa 4 wa 3 wa pili wa kwanza tulipokea habari mbaya, tulipita kwenye mateso, tulipita kwenye kulia, tulipita kwenye kudharauliwa, lakini nakutangazia asubuhi ya leo mwezi wa sita ni wa kupokea habari njema sawasawa na neno la Bwana. Ukisoma Luka mtakatifu sura yake ni ya 1 mstari wake ni wa 26, ukiweza soma utasoma mpaka 38. Ukianza 26 neno la Bwana linasema mwezi wa sita malaika Gabriel alitumwa na Mungu kwenda kwa Bikira Mariamu kwenda kupeleka habari njema kwamba utazaa mtoto wa kiume ambaye atakuwa ni mwana wa aliye juu. Haijalishi umepita kwenye mapito gani, nikutangazie mwezi wa sita utakuwa ni wa kupokea habari njema, mwana wa Mungu. Hata kama umezoea kupokea habari mbaya, lakini mwezi wa sita utapokea habari mbaya, utapokea habari njema kwa jina la Yesu. Kama malaika alisema, Mungu amesema, hakuna linalomshinda, hakuna litakalomshinda kwenye maisha yako. Hata kama biashara ilikuwa inasuasua, acha mwezi wa sita Bwana akafungue baraka. Acha mwezi wa sita Bwana akalete wateja. Hata kama walikuwa wanaona biashara yako wanapita tu, hakuna aliyekuwa anaona kama unauza vitu pale, acha mwezi wa sita habari njema ikaingia kwenye maisha yako. Amen. Utajiuliza inakuwaje? Mariamu alisema inawezekanaje? Maana mimi sijui mwanamume. Inawezekanaje mimi kupata mimba? Nikutangazie Bwana wa Mungu. Unajiuliza itakuwaje? Maana maisha yako ni magumu. Bwana anaweza yote. Hata hayo magumu anaweza kuyalainisha. Huyu Mungu ambaye analeta mwanga. Kukiwa na giza kubwa inakuwa usiku, lakini Mungu anaweza kugeuza giza kuwa mchana. Ataenda kugeuza maisha yako kwa jina la Yesu. Hata kama unaona ni magumu, Bwana anaenda kuyafanya yawe mepesi. Kwa nini? Kwa sababu hakuna linalomshinda huyu Jehova. Amen. Jitabirie mwezi wa sita usiwe ni wa kulia. Mwezi wa sita usiwe wa kukataliwa. Mwezi wa sita uwe wa kuinuliwa. Mwezi wa sita uwe wa baraka kwenye maisha yako. Mwezi wa sita uwe wa kuzidisha. Mwezi wa sita uwe wa kujumlisha na sio kutoa kwenye maisha yako. Amen. Yawezekana miezi yote umetoa, yawezekana miezi yote umegawaga. Nikutangazie mwezi wa sita Bwana achilie neema ya kujumlisha na kuzidisha. Biashara ikazidishwe, kazi ukaongezewe vyeo, ndoa yako furaha ikazidi, watoto wako wakawe vichwa na sio mkia. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unajiuliza inakuwaje? Inawezekana ukikumbuka usiku unalia yale unayoyapitia, unaona kama Mungu hayupo. Nikutie moyo asubuhi ya leo, Mungu yupo na anakuona na anakujua na bado anakupenda na hawezi kukuacha na hata kuacha kwenye maisha yako. Ulipo kwenye matatizo, yeye Mungu huwa yuko pale, anasubiri tu umuite, mwambie Bwana niko na wewe hapa, natamani univushe. Amen. Unapitia magumu, umelia mwezi wa 5,
Mwambie Bwana, kupitia ibada ya kuombea mapooza utapokea habari njema kwa jina la Yesu. Amen. Hakuna mapooza yatazaliwa tena. Yawezekana wewe ulishazoea kuzaa mapooza tu, lakini kupitia ibada ya leo, maanisha inua imani yako, usiwe na wasiwasi, usiwe na hofu ndani ya moyo wako. Mungu anaenda kuondoa mapooza kwenye maisha yako. Amen.